Kuelekea mchezo wa fainali ya pili au mkondo wa pili ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane katika uwanja wa Amani Complex pale Zanzibar. Hapa tunakwenda kuangalia mambo kadhaa ambayo yanatokea kuelekea fainali hiyo. Mambo kadhaa ambayo pengine yatatokea baada ya fainali hiyo. Rekodi ambazo zinakwenda kuwekwa na baadhi ya matukio ambayo tutarajia kuyaona mara baada ya fainali hiyo. Jambo la kwanza ambalo tunakwenda kuangalia baada ya mchezo huu wa fainali, jambo la kwanza, Simba endapo akichukua ubingwa, ili ni common, tunakumbushana. Simba endapo akichukua ubingwa inakuwa ni rekodi ya taifa pamoja na Sekafa. Rekodi ya taifa na Sekafa, yaani timu pekee ambayo itakuwa imebeba ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika itakuwa ni Simba. Mwaka 2004 kombe hili ndio lilianzishwa rasmi, na sasa tukiwa mwaka 2025. Kwa hiyo hatuna kumbukumbu ya kubeba taji hili. Ikumbukwe taji hili mara 15 limekwenda katika mataifa ya Afrika Kaskazini, yani kwa Waarabu ambako wanatokea na RS Berkane. Lakini mara 5 limekwenda upande wa Sub-Saharan huku, na miongoni mwa klabu ambazo zimebeba ni Stade Malien kutoka Mali, wamebeba TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamebeba AC Leopard kutoka Jamhuri ya Kongo, kwa maana ya ile Congo Brazzaville. So hizo ni miongoni mwa timu ambazo zimebeba ile taji kutoka upande wetu huu wa Sub-Saharan. Lakini mbali na hapo tunatafuta taji hili sasa. Kwa Tanzania endapo Simba kibeba inakuwa ndo mara ya kwanza, lakini kwa Afrika Mashariki na Kati, yani hapo nazungumzia mataifa ya Ethiopia, Sudani, Djibouti, Somalia, Rwanda, Burundi, Kenya, yote nadhani inafahamika, itakuwa ni kwa mara ya kwanza. Lakini rekodi ya eneo la pili ni fedha ambazo Simba itakuwa imejikusanyia, itakuwa ni fedha nyingi kweli kweli endapo itachukua ubingwa. Na kimsingi katika michuano hii ya kombe la shirikisho, bingwa anapata US dollars milioni 2. Yes, US dollars milioni 2. Tukizikonvert kwenye fedha ya Kitanzania tunapata zaidi ya Tanzania shillings bilioni 5 plus. Yes, zaidi ya pesa za Tanzania bilioni 5 plus. Hizi fedha ni nyingi, ni pesa ambazo zinasaidia kabisa kuendesha timu, hususan katika dirisha la usajili, kufanya vurugu katika soko la usajili. Kumbuka kikosi cha Simba kwa sasa kina thamani ya euro milioni 2.18, lakini so far tunapozungumza kwa fedha za Kitanzania manake ni zaidi ya bilioni 6. Kwa hiyo haiko mbali sana na kiwango cha fedha ambacho watakipata endapo watachukua ubingwa wa michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika. Uwanja wa Amani ni mara ya pili kufanyika fainali. CAF final ni mara ya pili. Inawezekana ikawa ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza kwamba mara ya kwanza ilikuwa nini, ilikuwa mwaka gani na ilikuwaje? Bwana, hii ni tunaposema CAF finals tunazungumzia michuano ya CAF. Michuano ya CAF ni mingi kweli kweli. Mingi, kuanzia kwenye beach soccer, tukija katika futsal, tukija katika football kwenye ngazi ya klabu, timu za taifa na kadhalika. Sasa CAF wali launch michuano inaitwa Interschools CAF competitions. Ni michuano ya CAF kwa ngazi za shule, yani kwa mazingira ya Tanzania kama tunavyosema UMISETA, lakini wenyewe wamefanya tournament ya namna hiyo kwa shule za Afrika. Mwaka 2024 Tanzania kwa kupitia Zanzibar, uwanja wa Amani, uliandaa fainali hizi za CAF kwa ngazi ya shule barani Afrika, na bingwa alikuwa Tanzania kwenye timu ya taifa. Bingwa alikuwa Tanzania akimfunga Guinea katika hatua ya fainali. Ilikuwa ni mwaka 2024, yani msimu uliopita wa michuano hii ya shule za misingi. Kwa hiyo hiki ambacho tunakwenda kukiona ni fainali ya pili ya michuano ya CAF.
neno michuano ya CAF na sio CAF Confederation, sio CAF Champions League. Michuano ya CAF kwa ujumla wake. Hii ni ya tatu. Na ya nne so far tunapozungumza ni kwamba Simba akichukua ubingwa wa michuano hii itakuwa ni timu ya kwanza kutoka sio Tanzania tu, kutoka Sekafa kwenda kucheza michuano ya CAF Super Cup. CAF Super Cup. CAF Super Cup ni michuano ambayo inamhusisha bingwa wa ligi ya mabingwa Afrika na bingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Msimu uliopita ilikuwa ni Club Zamalek dhidi ya Al Ahly na Zamalek akabeba. Na Zamalek alikuwa ni bingwa wa shirikisho. Maana nini? Ni michuano ambayo timu ya shirikisho ina uwezo wa kubeba. Walishatuonesha Zamalek waliwahi kutuonesha USM Alger pia walifanya hivyo kwa kubeba ubingwa huo, lakini ipo miaka mingine mbalimbali pia ambayo wamekubeba. Hata RS Berkane kombe hili la CAF Super Cup wamewahi kubeba. Ni kombe ambalo lina heshima na hata zawadi yake sio kinyonge. CAF Super Cup bingwa anapata dola za Kimarekani 500,000. 500,000 ambayo kimsingi tukija katika muktadha wa Tanzania ni zaidi ya Tanzania shillings bilioni 1.3. Yes, hii ni fedha ambayo inapatikana kwa bingwa wa michuano hiyo ya kombe la CAF Super Cup. Hizi ni sehemu 4 tu ambazo tumeziangalia juu ya Simba endapo atafanikiwa kubeba ubingwa wa michuano hii ya CAF. Sasa kituo kinachofuata ni Amani Complex, ndiko ambako Simba anakwenda kucheza mchezo huu. Hapo awali kulikuwa kuna mambo mengi, lakini so far as it stands ni kwamba Simba anakwenda kuchezea uwanja wa Amani Complex. Sasa katika uwanja wa Amani Complex ndio uwanja ambao Simba iliwavusha kuwapeleka katika hatua ya fainali, kwa maana ya mchezo ambao walicheza pale, ushindi wake ndio ulitosha kuwapeleka fainali, kwa sababu mchezo wa pili wa Afrika Kusini hawakufungana. So matokeo ya mchezo wa kwanza kuna namna moja au nyingine yameisukuma Simba kwenda katika hatua ya fainali. Lakini pia ukienda kuangalia hizi rekodi zote, unaona namna gani mnyama anakwenda kujikusanyia fedha nyingi endapo atafanikiwa kuchukua ubingwa wa hii michuano. Na kimsingi total budget kwa maana ya fedha zote ambazo atazipata hapa itakuwa ni bilioni 5, bilioni 1.3, ni zaidi ya bilioni 6. Zaidi ya bilioni 6 Tanzania shillings. Ni fedha nyingi kweli kweli, ni fedha ambazo wakiingia katika dirisha la usajili wanakwenda kufanya vurugu ya kusajili nyota mbalimbali wenye profile kubwa kutokana na kiwango cha fedha ambacho wanakwenda kukipata endapo itatokea wameshinda mchezo huu wa finali. Lakini ikumbukwe Simba ikitokea amebeba ubingwa wa hii michuano miwili, ubingwa wa michuano kwa maana ubingwa huu wa CAF Confederation, ili la pili, la kwanza hili ubingwa wa CAF Confederation, ikitokea Simba kabeba, maana yake itakuwa amegongwa muhuri rasmi. Unajua kuna ule giant ambao hauna muhuri. Kuna ule mtu ni mkubwa lakini hauna kibali cha ukubwa. Lakini hapa itakuwa amegonga kibali cha ukubwa rasmi, kwa maana huyu ni mkubwa Afrika, kwa sababu tayari katika kumbukumbu ya michuano ya Afrika imeshawahi kubeba ubingwa tournament ya mwaka mzima ambayo imehusisha timu nyingi kutoka mataifa mbalimbali, lakini ni Simba Sports aliwahi kubeba ubingwa katika msimu fulani. Kwa hiyo ni kumbukumbu kubwa sana kwa mnyama kwake endapo itafanikiwa kubeba ubingwa, na atakuwa amevuka viunzi kadhaa hapa vya matokeo hayo ya ushindi ambao utawafanya kubeba ubingwa dhidi ya RS Berkane. Mimi ni Mzinga na hii ni Mzinga Sports.